ile kampuni imepewa tenda ya kwenda kufanya garbage for 25 years. Ni kampuni William Ruto ameleta. Kampuni inaitwa Zoom Lion ya kutoka Ghana. Sasa saa hii Ruto amesema hata huyu Sudi ni kama anipei pesa vizuri. Hata huyu Sudi kazi ya garbage ni kama imemshinda. Wacha tulete international garbage handlers all the way from Ghana wa handle takataka ya Nairobi for 25 years. Na kwa hizi kampuni zote Ruto anatafutaga zile ziko na scandal. Kampuni ya Zoom Lion iko na scandal, ilienda kuonga World Bank ipewe tenda Liberia. Kampuni ya Zoom Lion inaenda kupewa kazi ya takataka hapa Nairobi iko na mashida huko kwao Ghana, haijalipa wafanyikazi miezi kama 4. Ile mchezo ilikuwa hapa 2016, ndio naona tumerudishiwa hapa Nairobi. Uhuru Kenyatta alitafutia Sonko makosa, Governor Mike Sonko akiwa hana makosa, akamtoa kwa kazi, akalipa MCS wa impeach Sonko ndio achukue Nairobi. Hiyo ndio mchezo imechezwa saa hii, yenye tunaona William Ruto amepanga mpango yake ya kureplace Sakaja kama governor wa Nairobi, inafanywa chini ya maji. Sisi kama watu wa Nairobi tumeangalia maneno na tumesema ni upuzi. Kama tungetaka hii Nairobi iraniwe na national government, hatungechagua governor Nairobi 2022. Kama tungetaka Ruto akuwe governor 2022 Nairobi, pale kwa ballot paper tukitick for president, hapo mbele tungetick for governor Nairobi. Nataka niulize William Ruto, kazi tulimpea kama Wakenya ni gani? Bwana William Ruto, kwa majina ingine unajua unaitwa Zakayo, kwa majina ingine unajua unaitwa Kasongo, na hii hatukufichi na wewe mwenyewe unajua. Na ni kwa sababu wewe ukora yako mingi. Bara wakakuita Arap Mashamba, sasa hivi wanakuita governor Nairobi. Wewe kazi ulipewa na Wakenya umefanya? Wakenya walikupea kazi ya president ama ya governor Nairobi? Kwa sababu sisi tumeshangaa. Hii Nairobi yetu tunajua Sakaja ni mkora, tunajua kazi kidogo inamshinda. Lakini sasa failure mmoja atasaidia failure mwingine aje kufanya kazi. Mtu mwenye ako number last kwa mtihani anaweza coach second number last ati wachukue number 1? Mtu mwenye ameshindwa na kazi yake ndio anapangia watu wengine vile watafanya kazi yao. Sio nyinyi mnaona ni kinaya? Naambia William Ruto, wewe ngojea tukupeleke nyumbani 2027. Wacha kujiongezea mashida. Labda hata watu walikuwa wakusamee. Sasa umejiongezea mashida ya Nairobi. Umeenda sasa kujifanya wewe ndio unaweza okoa Nairobi. Umeshindwa kuokoa Kenya. Umeshindwa kurun 47 counties. Sasa umeona afadhali urun moja. Hata hii moja itakuwa ngumu. Kuna komiti mbili sasa zimetengenezwa za kumanage Nairobi. Komiti ya kwanza ni steering committee ambayo iko na CSS kutoka national government na wakaeka hapo ma DVD kama chairperson. Wewe Mudavadi, kazi ya foreign affairs imekushinda. Kazi ya prime minister imekushinda. Hii ya Nairobi uone unashikishwa handball. Hii Nairobi imeshinda Sakaja, ikashinda Kidero. Ndio sasa wewe unapewa uran. Bwana ma-DVD hata wewe jua kuchora. Wakaeka komiti ya pili, wakasema ni ya execution. Wakaeka hapo Sakaja failure mwingine kusimamia hiyo komiti. Sasa sisi kama wakazi wa Nairobi tunajiuliza, ni committees tulipea kazi ama ni Sakaja tulipea kazi kama governor? Na hii maneno sisi kama watu wa Nairobi tukifikiria, hata hiyo City Hall tunakuja.
kwa sababu hii mchezo umeanza na tuko na mwaka na nusu kabla tupige kura. Hii Nairobi itakuwa wizi tupu kama ile wakati walipea Mbadi. Huyu Mbadi walisifu sana huyu general. Aliacha madeni ya 18 billion hapa Nairobi yenye imeshindikana kulipa hadi saa hii. Hiyo ndio ile ukora inaenda kufanywa hapa na hizi komiti mbili, moja ya Mudavadi na ingine ya huyu kijana kichwa mbaya Sakaja. Na hiyo ukora sisi hatutaangalia kwa sababu hizi pending bills na hii pesa inatumika vibaya. Sisi kama wananchi ndio watu tunaumia. Na si ati hatujui interest ya William Ruto hapa Nairobi. Ile kampuni imepewa tenda ya kwenda kufanya garbage for 25 years. Ni kampuni William Ruto ameleta. Kampuni inaitwa Zoom Lion ya kutoka Ghana. Sasa saa hii Ruto amesema hata huyu Sudi ni kama anipei pesa vizuri. Hata huyu Sudi kazi ya garbage ni kama imemshinda. Wacha tulete international garbage handlers all the way from Ghana wa handle takataka ya Nairobi for 25 years. Yani wewe William Ruto umeangalia hapa Kenya ukoona hakuna kampuni inaweza fanya mambo ya waste management. Manu Chandari yako hapa. Successful businessman. Ameconvert waste into tissue paper, akatutengenezea pia vitabu, akatutengenezea serviettes. Na kuna kampuni zingine mingi hapa za vijana wamejituma, wameconvert plastic waste into reusable chairs. Kenpoly iko hapa na plastic ikawekwa pia kwa kazi nyingine. William Ruto anatuambia hapa Kenya, hii nchi yote kwa hawa industrialists wote na wanabiashara wako hapa Kenya, eti hakuna mmoja jameni anaweza handle mambo ya waste. Lazima tutafute watu kutoka Ghana wakuje waangalie mambo ya waste hapa Nairobi. Sio ni mchezo, sio ni shere. Ile kazi ambayo wewe na Zoom Lion mnafanya, ile ukora mmesign for 25 years, lazima mtaambie hii watu wa Nairobi, kwa sababu sisi hatukumbuki public participation ikifanywa na hiyo tenda ya waste management. Na mahali mlikubaliana muwapee for 25 years, hiyo lazima tutachunguza. Wanataka kutengeneza kampuni ya Zoom Lion hapa Kenya, subsidiary ya Kenya, na wao wenyewe wakuwe ndio wenyewe Zoom Lion. Wachukue takataka ya Nairobi for 25 years wakijitajirisha. Na kwa hizi kampuni zote Ruto anatafutaga zile ziko na scandal. Kampuni ya Zoom Lion iko na scandal, ilienda kuonga World Bank ipewe tenda Liberia. Kampuni ya Zoom Lion inaenda kupewa kazi ya takataka hapa Nairobi, iko na mashida huko kwao Ghana, haijalipa wafanyikazi miezi kama 4. Malori za kubeba takataka huko Ghana zimekwama. Hiyo kampuni imeshindwa kazi huko kwao, ndio tunaleta hapa. Tuna import incompetence kuleta Kenya kwa sababu ya interest ya watu wawili ambao wanataka kukulia mabilioni ya pesa. Na nikiangalia pia hii maneno ingine ya Oburu kusema anataka kupewa power. Mtu ako 82 years ambaye amekuwa kibebwa kisiasa na ndugu yake for 82 years, ameshindwa kuwa kitu yote ya maana bila kubebwa kwa mgongo ya mtu, ndio anataka kuwa deputy president leo. Wewe Oburu umeshindwa kurun Odinga family as the firstborn, imekushinda. Sasa saa hii ndio unataka kurun ODM. Bwana, usituchezee shere. Tunajua mtu alikuweka kama party leader wa ODM ni William Samoei Ruto. Ile biashara wewe na William Ruto mnafanya tunaijua. Na hata kama sisi sio members wa ODM, as interested Kenyans, kama watu tuko kwa opposition, hatutaangalia mkizamisha ODM. Kwa sababu Raila hakukubali ODM ikufe. For 20 years ODM imesimama strong. Raila amejitoa kidogo, ODM imegawanyika katikati. That tells something. But the party leader mwenye yuko saa hii hawezi weka watu pamoja kwa meeting moja wakubaliane. Nani aliwadanganya wakati wa Raila eti watu walikuwa na maoni the same? Wakati wa Raila watu walitofautiana kimaoni. Wakati ya Raila kuna watu walitaka kuwa president na ODM. Lakini Raila ameshikilia chama for 20 years, haikuwahi gawanyika mara mbili. Oburu amepewa kiti na William Ruto ya kusimamia ODM
mwaka moja ijaisha, chama isha katikati. Nataka pia mnieleze mtu ambaye for 82 years amekuwa akikwamilia kwa koti ya ndugu yake mdogo, ndio mtu ambaye mnasema anaenda kuwa deputy president ya Kenya. Mtu hata hatujui kama 2027 atafika, ndio anataka kuwa deputy president ya Kenya. Mtu ambaye hawezi mobilize watu wote watokee kwa rally kama hajawapea shilingi 5,000 2,000. Huyo ndio mtu mnasema anakuwa deputy president. William Ruto ana manage Oburu Oginga, na the sooner he realizes that the better, kwa sababu hata mimi ningekuwa William Ruto siwezi chukua Oburu Oginga kama deputy wangu. Mtu ambaye siko sure kama tamaliza hiyo term na yeye, nianze kuchagua deputy mwingine na mchagua twende wapi? Ukiangalia kati ya Sifuna na Oburu Odinga, wewe hata ukue Ruto, ni nani unachukua kama deputy president? Hata wewe ukiangalia tu sasa, kati ya Babu Owino na Oburu Oginga, mtu hatuko sure kama 2027 tuko naye, nani tunapea deputy president? Ndio Kibaki apewe deputy president na Moi alisumbua. Ndio Kalonzo apewe deputy president 07 alisumbua. Kwanza alikuwa kwa ticket, alikuwa kwa ballot kama presidential candidate na akapigiwa kura akapata 1,700. Ndio William Ruto apewe deputy president 2013 na Uhuru Kenyatta. William Ruto alitishia kusimama president na akashikanisha Rift Valley yote kwanza. Hii yenye Oburu anataka kupewa na hawezi command Siaya, hiyo penye ametoka peke yake hawezi command. Wewe kama William Ruto unaweza mpea? Bwana, tufikirie mara mbili. Oburu atafute power kwingine, lakini sio ya deputy president. Hata huyu Kindiki Soprano huyu ako in a better position ya kukuwa deputy president 2027 kuliko hata huyu Oburu. Kindiki bado ni kijana, na Kindiki at least ako na Mount Kenya, ameshikanisha hata kama ni nusu moja ya Mount Kenya. Oburu ameshikanisha nani ndio apewe hiyo kiti ya deputy? Hata ajiulize maswali mara 3. Alitaya aende